Naitwa Sara Lupenza wa kijiji cha Nundu. Mimi ni mnufaika wa kampeni ya Tunaishi Nao. Nilikuwa na tatizo la uti wa mgongo ambao umenipelekea kulala kitandani miaka 5. Nikawa sina uwezo wa kufanya kitu chochote. Lakini iliponifikia Radio Aplensi, wadau mbalimbali waliponichangia nikapelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Na saizi naendelea vizuri, natembelea magongo. Kwa hiyo ninawashukuru wadau wote mnaotuchangia. Nashukuru Radio Aplensi kwa msaada wenu. Wanakijiji wa Nundu kwa michango yao ninawashukuru. Nimenyanyuka, ninatembelea magongo. Kwa hiyo saizi namshukuru Mungu, naweza kufanya hata jambo lolote. Walikufikiaje hawa Tunaishi Nao? Walinifiki kwanza, maskini jeuri alifika kwenye ofisi ya kijiji ambaye alimuona mwenyekiti wa kijiji. Halafu ndio mwenyekiti akasema kuna mwana kijiji anaumwa kwa muda mrefu, ndio akamleta nyumbani. Na mimi nilikuwa ni mhitaji wa kwanza kuibuka katika kuchangia hii kampeni. Mimi nilikuwa ndio mhitaji wa kwanza. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa mliponichangia. Nimeweza kunyanyuka. Hata kama natembelea magongo, shughuli mbalimbali ambazo nina uwezo nazo nafanya. Lakini nisingepewa huu msaada, ningekuwa ni mtu wa kulala tu au ningekuwa nilishakufa. Kwa hiyo ninawashukuru wadau wote, wana kijiji cha Nundu kwa umoja wenu ninawashukuru. Ninawashukuru sana kwa sababu bila ninyi mimi nisingekuwa hivi mpaka leo. Kampeni ya Tunaishi Nao inatunyanyua sisi watu ambao tumeumwa, tumekata tamaa, lakini watu wakisikiliza hii redio, wakihamasika kuchangia, wanaweza wakawanyanyua na watu wengine waliokata tamaa, wakanyanyuka wakawa wana maisha yao na wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Kwa kweli kampeni inazidi kukua kwa sababu elimu imewafikia sana watu, maana ilipokuwa inaanza kwa kweli uelewa ulikuwa ni mchache. Lakini kadri elimu inavyozidi kuelimisha watu, nadhani mafanikio yamekuwa makubwa kuliko hapo mwanzo ilipokuwa inaanza hii Tunaishi Nao. Tunaishi Nao msimu wa 8 mwaka 2026 tumehudumia wahitaji 13, na katika wahitaji 13 wa mwaka 2026 wahitaji mmoja ndo amefariki dunia kwa sababu ya changamoto ya kansa, lakini wengine matibabu yanaendelea na wanaendelea vizuri. Wapo ambao bado wapo kwenye mahospitali, wapo ambao wameenda hospitali, wameruhusiwa, wamerudi majumbani na kuendelea kutumia dawa, lakini pia wanatakiwa waendelee kuhudhuria kliniki mbalimbali. Kwa hiyo katika hilo tunashukuru sana. Lakini jambo la pili, tumefanikiwa katika wahitaji 13 mwaka huu tumekusanya zaidi ya milioni 100,800 na pointi. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo tuliweza kuzikusanya, na ikumbuke ni fedha ambazo tumekuwa tukikusanya kwa kila wiki kwa mhitaji mmoja mmoja, ambapo kwa mhitaji wa chini kabisa tulipata kiasi cha shilingi milioni 5 na laki 5, lakini zaidi ya hapo tumekuwa tukipata milioni 7, 8, 9 na pointi kwa mhitaji mmoja mmoja, ambayo imekuja kuifanya jumla kuwa ni milioni 100 na laki 8. Lakini kuhusiana na changamoto ya kansa, ni kweli asilimia kubwa ya wahitaji wengi ambao sisi tunawasaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao wana changamoto ya kansa. Anza rasmi kwa kuizindua tarehe 3 mwezi wa 3 2026, na tukahitimisha mhitaji wa 13 tarehe 26 mwezi wa 5 2026 katika eneo la Ramadhani. Leo tunahitimisha kampeni katika mwaka huu. Kampeni yetu imekuwa nzuri, tumewahudumia wagonjwa vizuri, wengine wanaendelea vizuri. Nafikiri ni mmoja nimepata taarifa huyu wa mwisho, nafikiri tulichelewa. Kama tulichelewa basi mapenzi ya Mwenyezi Mungu, huwezi kupinga, ametangulia mbele, lakini sisi tumetekeleza wajibu wetu. Niwaombe sana, mwakani Mungu akitujalia tutaifanya tena hii kampeni kwa kiwango kikubwa, na niwaombeni wachangishaji na wadau wote wa kampeni hii, msiwe na shaka, kampeni hii inafanywa na Aplensi. Safari hii tuna mratibu, tuna mwenyekiti, tuna
Kuna watu wengine anaweza kusema mbona safari hii Mbilinga hayupo? Kampeni sio ya Mbilinga. Kampeni ni ya sisi wote. Ni jambo tu la mimi leo Mbilinga kuwa kiongozi hapa. Kesho atakuwa Nobi. Kesho kutwa atakuwa Mungalia. Kesho kutwa tunaweza tukamwomba hata mwenyekiti wa halmashauri, hii kampeni sisi tumeanzisha, ngoja tukukabidhi uifanye kwa ajili ya watu wa halmashauri ya mji na mkoa wa Njombe, ataifanya. Kwa hiyo kampeni ni ya kwetu wote. Wewe mpaka uje useme kwa wenzio unaumwa, ni pale ambapo sasa unashindwa hata kunyanyuka, ndio unasema jamani, sasa mimi naumwa, nipelekwe hospitali. Hilo ndio kosa kubwa sana ambalo tunalifanya kwa ujumla wa magonjwa yote. Tuweke utaratibu, yaani angalau mtu ambaye yuko sawa sawa, basi angalau kila baada ya miezi mitatu aweze kufanya check-up. Lakini ambapo unaona sasa wewe umetingwa na mambo mengi, basi angalau baada ya miezi 6 tufanye check-up. Sasa ndugu zangu, kutokana na changamoto hizi ambazo zimeshakabili, niombe sana na niliomba na naamini mnatekeleza Radio Upweke kupitia huu mpango tunaishi nao. Michango inayopatikana, jambo la kwanza tuwalipie bima hawa ambao tunataka kuwasaidia. La pili, sisi wenyewe ambao ni wauguaji, ni wagonjwa watarajiwa, tujitahidi kuhakikisha kwamba tuwe na bima. Na nadhani mnajua mpango wa serikali sasa, kila mwananchi ni lazima awe na bima tunapokwenda mbele. Kwa maana yake nini? Kwa sababu uchumi wetu ni wa chini, kwa tuhakikishe kwamba kila familia inakuwa na bima, ili tunapokutana na changamoto, ili iwe rahisi kwenda kupata matibabu.